Swala hili linazua taharuki katika kijiji cha Matanana baada ya mbivu na mbichi kujulikana na watu kujua kiasi cha shilingi milioni 21 mali ya kijiji kilichepushwa, ambayo ni sehemu ya mauzo ya miti ya serikali ya kijiji hicho. Mbaya yote, kila wananchi walipohoji hawakupewa majibu. Swala lilipokuja kuwa fedha zile nitakuwa zionekane zifanye kazi, tukaambiwa fedha hazipo. Viongozi tuliokuwa nao wengi hawakuwa na majibu ya maana. Wakati ile miti imeshauzwa, kamati iliyokuwa imeenda kuuza ilikuwa hajarejesha mrejesho serikalini kwamba wamefikia wapi. Tukawa tunahoji kwamba wamefikisha shingapi, majibu yakawa hayatoki. Kwa kutabika tumetaabika muda mrefu. Kama unavyoona hili jengo pengine toka mwaka jana ilibidi pengine sherehe nyingi ziwe zinafanyikia hapa ili kupata kuinua uchumi wa kijiji chetu, lakini ndio hivyo ilikuwa inashindikana, lakini kwa sasa tunaamini uchumi wetu kwanza wa kijiji utakuwa. TAKUKURU mkoa wa Iringa kama ilivyo ada inaingilia kati sakata hili, na hapa inaweka bayana hatua ilizozichukua. Kama taasisi yenu na kama tunavyojua tuna jukumu la kuchunguza taarifa zote za ubadhirifu au za vitendo vya rushwa. Uchunguzi ulifanyika vizuri na mahakama mwezi Machi 2025 ilimtia hatiani mtuhumiwa na ikatoa maamuzi. Maamuzi ya kwanza alipigwa faini ya shilingi 500,000 na alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja cha nje cha mwaka mmoja, lakini vile vile ilisema kwamba fedha hizo zirejeshwe milioni 21,040 ambazo leo sasa tunashukuru Mungu. Serikali kwa upande wake wilayani Mufindi inatoa tahadhari kwa wananchi kuwa makini na watu wasio waadilifu ambao mara kadhaa wamewaingiza mtegoni. Kwa hiyo ndugu zangu, hili liwe fundisho kwa mambo yetu binafsi, kwa mambo ya kijiji, kwa mambo ya kata. Swala la fedha, imani weka pembeni. Wewe ni muwazini, kusanya fedha, peleka zinapotakiwa kuwa.